Wana Israeli kutoka nchini Misri walizunguka jangwani kwa muda wa miaka mingi kwa sababu ya kukataa maagizo ya Mungu. Walikaa jangwani hakika. Wana Israeli kutoka nchini Misri walizunguka jangwani kwa muda wa miaka mingi kwa sababu ya kukataa maagizo ya Mungu. Walikaa jangwani hakika. Mwinue juu, mwinue Yesu, mataifa wamwone, kwa makabila, lugha hata jamaa, ulimwengu mzima utambue ndiye Yesu. Mwinue Yesu, mwinue juu, mwinue Yesu, mataifa wamwone, kwa makabila, lugha hata jamaa, ulimwengu mzima utambue ndiye Yesu. Kama yule nyoka wa shaba alivyoinuliwa kuwaponya Waisraeli waliong'atwa na nyoka, lakini wapo waliokataa kumtazama, hao hakika walokufa. Kama yule nyoka wa shaba alivyoinuliwa kuwaponya Waisraeli waliong'atwa na nyoka, lakini wapo waliokataa kumtazama, hao hakika walokufa. Mwinue Yesu, mwinue juu, mwinue Yesu, mataifa wamwone, kwa makabila, lugha hata jamaa, ulimwengu mzima utambue ndiye Yesu. Mwinue Yesu, mwinue juu, mwinue Yesu, mataifa wamwone, kwa makabila, lugha hata jamaa, ulimwengu mzima utambue ndiye Yesu. Mwinue Yesu, mwinue juu, mwinue Yesu, mataifa wamwone, kwa makabila, lugha hata jamaa, ulimwengu mzima utambue ndiye Yesu. Mwinue Yesu, mwinue juu, Yesu, mataifa wamwone, kwa makabila, lugha hata jamaa, ulimwengu mzima utambue ndiye Yesu.
wa kwanza anasema, jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Bwana akasema, Yuda atakwea, na tazama, nimempa nchi hiyo aliyoitaka. Tusimame tuombe. Asante Baba Mungu kwa upendo wako na huruma yako. Umeweza kutulinda kwa muda wa juma zima mpaka leo usiku wa Sabato. Tunasema asante na tunashukuru jina lako. Muda wa saa tunajikabidhi mkononi mwako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi, aweze kuwa kiongozi wetu, msaada wetu, kwa niombe ya tegemeo letu kwa Yesu Kristo. Amen. Ni sauti iliyo nyikani, tengeneza mapito yako ndugu, sahihisha njia zako zote, Yesu yu karibu kurudi. Ni sauti iliyo nyikani, tengeneza mapito yako ndugu, sahihisha njia zako zote, Yesu yu karibu kurudi. Ni hakika anakuja, na kila jicho litamuona, hata wale wamchao Bwana Yesu akirudi. Ni hakika anakuja, na kila jicho litamuona, hata wale wamchao Bwana Yesu akirudi. Utakuwa upande gani ndugu? Je, kwa Mungu au kwa Shetani? Utakuwa heri au ole siku ile Yesu ajapo? Utakuwa upande gani ndugu? Je, kwa Mungu au kwa Shetani? Utakuwa heri au ole siku ile Yesu ajapo. Ni hakika anakuja, na kila jicho litamuona, hata wale wamchao Bwana Yesu akirudi. Ni hakika anakuja, na kila jicho litamuona, hata wale wamchao Bwana Yesu akirudi. Hata wale wamchao Bwana Yesu akirudi. Yesu akirudi. Yesu akirudi. Yesu akirudi. Kutoka katika nchi ya Chile tunakutana na familia ya baba, mama na mtoto wa mishonari wasiotarajiwa. Huyu ni Alvaro, Natalia pamoja na binti yao wa miaka 3 Catalina. Kwa miaka 9 ya furaha ya ndoa waliishi katika nchi ya Chile, ambapo Alvaro alifanya kazi kama tabibu wa meno kwa Waadventista wa Sabato, na Natalia alikuwa daktari wa tiba ya mifupa
katika chuo cha Waadventista cha Chile. Katika mahubiri walisikia kwamba kuna kazi ya kujitolea ya umishonari kusaidia injili ya Waadventista wa Sabato kusonga mbele na kuenea duniani. Kama familia walijiuliza, je, tutaweza? Waliongea na mchungaji wa chuo ambaye ndiye aliyetoa wito huo na kumuuliza ikiwa wao ambao walijisikia wazee wangeweza kufanya kazi hiyo, kwani waliona ilikuwa ni kazi iliyofanywa na vijana pamoja na wanafunzi wa chuo wenye rika la kati ya miaka 20 na wao tayari walikuwa na miaka 35. Na mchungaji aliwahakikishia ya kwamba kazi ya Mungu ni kwa ajili ya watu wote. Hivyo walifurahi sana na kujiunga na mafunzo ya wamishonari pale chuoni. Walituma maombi katika tovuti ya Vivid.org ambayo ilikuwa ikisajili Waadventista waliotaka kuwa wamishonari. Na baada ya muda walipokea majibu ambayo yalithibitisha ya kwamba wamekubaliwa kujoin kuwa wamishonari katika kisiwa cha Easter kwa muda wa mwaka mmoja. Waliona ni namna gani ambavyo Mungu amejibu kwa muda mfupi. Tupelekeni ujumbe kwa mataifa yote, kwa matendo na tabia zetu tumwinue Mwokozi. Alisema nikiinuliwa nitawavuta kwangu. Tupelekeni Injili watu waokolewe, tumwinue Mwokozi, watu wote wamwone. Sisi ni nuru ya dunia, nuru yetu na iangaze. Tumwinue Mwokozi, watu wote wamwone. Sisi ni nuru ya dunia, nuru yetu na iangaze. Uwapo kazini kwako au nyumbani mwako, mara ngapi umehubiri habari njema ya wokovu? Ondokana uangaze, nuru imekujia. Katangaze neno la Mungu, dunia imekwisha. Tumwinue Mwokozi, watu wote wamwone. Sisi ni nuru ya dunia, nuru yetu na iangaze. Tumwinue Mwokozi, watu wote wamwone. Sisi ni nuru ya dunia, nuru yetu na iangaze. Tumwinue Mwokozi, watu wote wamwone. Sisi ni nuru ya dunia, nuru yetu na iangaze. Tumwinue Mwokozi, watu wote wamwone. Sisi ni nuru ya dunia, nuru yetu na
iangaze. Muda mfupi baadaye wanandoa hao walipokea habari kuwa maombi yao yamekubaliwa, wakaondoka kuelekea katika kisiwa kile na kufanya kazi ya Mungu. Wiki mbili baadaye familia hiyo ilipanda ndege na kuruka ndani ya kwa saa 5 na dakika 30 hadi kisiwa cha Esther. Walitua kwenye uwanja wa ndege unaochukuliwa kuwa ni wa mbali zaidi duniani. Uko mbali takribani maili 2350 kutoka uwanja mwingine wa ndege wa karibu. Utamaduni tofauti kabisa ulikaribisha familia hiyo, wakati ambapo mvuto wa kanisa Katoliki ulikuwa mkubwa katika bara la Chile. Watu wa kisiwani walitegemea mafundisho ya mababu zao katika bara la Chile. Kila mtu alizungumza Kihispania, lakini kisiwa kile mtu alizungumza lugha ya Yapuni. Chakula haikuwa tatizo katika bara la Chile, lakini kisiwani mkate ulikuwa, ingawa unagawiwa kwa kiasi. Wakati mwingine hakukuwa na unga, chakula kilisafirishwa kwa meli. Kumbukumbu jinsi Mungu alivyowaleta kisiwani. Alvaro na Natalia waliamua kumtumainia Mungu na kushikilia mkono wake, ndipo Mungu alianza kufanya kazi kwa njia ya ajabu. Alvaro na Natalia walifanya kazi katika kisiwa kile kama ambavyo mchungaji yoyote angefanya. Walikuwa wakifanya huduma zote kasoro huduma ya ndoa pamoja na huduma ya ubatizo. Tunaambiwa Natalia na Alvaro walifungua klabu ya watafuta njia pamoja na wavumbuzi ambayo ilikuwa na takribani watoto 25 na iliendelea kuongezeka kadri siku zilivyozidi kwenda. Watoto hawa walikuwa wakija na wazazi wao. Pia Natalia na Alvaro waliondoka katika kisiwa kile wakiwa na washiriki 95. Mnasemaje? Amen. Moja kati ya mradi ambao utaenda kusaidia katika Sabato ya 13 ya robo hii ni kufungua kituo cha wamishonari ambacho Natalia na Alvaro walikuwa wamekiacha. Anasema asante kwa sadaka yako ya 13 ya robo hii ambayo itasaidia mradi huu. Dori, hivi Yes. Alvaro na Natalia walikuwa wakifanya kazi gani? Wakati wanatoka Chile wote walikuwa ni madaktari, lakini walivyofika kule kisiwani ilimbidi Alvaro kuwa mwongoza watalii ili aweze kublend in katika ile jamii ya kisiwa cha Esther. Tumesikia habari za mpanzi mmoja aliyezipanda mbegu shambani mwake, nyingine zilianguka katika mwamba na katika miiba na kwenye udongo mzuri. Tumesikia habari za mpanzi mmoja aliyezipanda mbegu shambani mwake, nyingine zilianguka katika mwamba na katika miiba na kwenye udongo mzuri. Tufanye kupanda mbegu kwenye udongo bora kwa jina la Yesu, tuzae matunda. Tusipande mbegu kwenye miamba na miiba, shetani yuko kando atatuvuta kwake. Tufanye kupanda mbegu kwenye udongo bora kwa jina la Yesu, tuzae matunda. Tusipande mbegu kwenye miamba na miiba, shetani yuko kando atatuvuta kwake.
la 49 linasema shule ya Sabato na uhusiano kijamii. Kauli mbiu ya kanisa la Mungu ni kwenda ulimwenguni kote na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Mathayo 28:19. Mjumbe wa Mungu anaandika, hatupaswi kujenga ukuta kati yetu na ulimwengu. Haja yetu kuu ni moyo safi na akili yenye maarifa. Amenukuu maneno ambayo Yesu aliwaombea wanafunzi wake akisema, siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na uovu. Uinjilisti ni moyo wa imani ya Kikristo, kuwafikia wengine kwa ujumbe wa pendo na wokovu. Sisi kama Waadventista wa Sabato tunapaswa kufata kanuni na sheria za Mungu, kwani hutufanya kuwa karibu na Mungu, na watu mbalimbali hujifunza kupitia sisi. Kupitia mikutano mbalimbali kama makambi, ujirani mwema na mengineyo, unatufanya tukutane pamoja na kuwa kitu kimoja. Kwani tukiwa wafano wa Mungu, tukifata kanuni na sheria za Mungu, hata wale ambao wanatenda dhambi, ambao hawamjui Mungu, huwa wanajifunza kutokea kwetu. Hivyo basi tunapaswa kuwa mfano, tunapaswa kuwa kiongozi, tunapaswa kuwa viongozi katika watu mbalimbali katika jamii, kwani hujifunza mambo mbalimbali na pia huwezesha kuwasogeza karibu na kanisa. Jamii kama umoja na ushirikiano. Ushirikiano kati ya waumini na jamii ni muhimu. Vijana wa kike kwa wa kiume, jifunzeni maisha safi na matakatifu. Iweni na mwenendo usio na maswali. Akina baba na akina mama wacha Mungu, akina baba na akina mama wacha Mungu watakuwa kielelezo bora katika jamii zao. Hii itasaidia katika ualikaji, katika sabato za ujirani mwema, mikutano ya makambi, harambee na hata kualika kusomesha watoto wao katika shule zetu. Hivyo yatupasa kuwa nuru njema kwa watu na kuonesha upendo wa Kristo kupitia maisha yetu, hivyo kusaidia kazi ya utume na kusaidia neno la Mungu kuweza kuendelea katika ulimwengu wote kama lilivyo agizo letu la utume. Hivyo Mungu aweze kutusaidia kuwa nuru njema na kuwa na maisha ambayo yatakuwa kama watu ambao Kristo yuko ndani ya maisha yetu, hivyo kuweza kumulika palipo na giza na kuwaita watu katika neno la Mungu na kuwaalika zizini, kama Mungu alivyosema kwamba hakuja kwa ajili ya walio haki bali wabaya. Upendo wako Baba unashangaza, kuacha enzi juu ukashuka chini, ili mimi mwenye dhambi nipate okoka. Kuacha enzi juu ukashuka chini, ili mimi mwenye dhambi nipate okoka. Ulisulubiwa Mwokozi wangu, ili mimi mdhaifu nipate okolewa. Asante Mwokozi kwa kuniweka huru, ninashukuru Bwana kwa upendo wako. Ulisulubiwa Mwokozi wangu, ili mimi mdhaifu nipate okolewa. Asante Mwokozi kwa kuniweka huru, ninashukuru Bwana kwa upendo wako. Namna bora ya kuhusiana vema na jamii. Mwandishi anashauri waumini kuonekana katika matukio ya raha au shida pindi anapowapata wengine, kukuza ustadi katika kuwasiliana na jamii kwa ujumla. Tuwasiliane na watu wengine
Kwa kifupi, anasema salimia watu, toa msaada kwa wahitaji, iwe ni wagonjwa, maafa, njaa na maafa mengine. Jenga uaminifu, uwe mtu wa kutumainika. Kuishi vizuri ni hubiri la vitendo kwa jamii. Mwingiliano wetu ndani ya jumuiya ya wanadamu wenzetu hutumika kama ushuhuda wa nguvu ya Kristo ya kuleta mabadiliko. Biblia inahimiza kuishi maisha yanayoakisi maadili ya Injili yake. Hivyo Mungu hawabariki. Roho yangu amka sasa, mara jitahidi. Shindano ni lake Bwana, zawadi ni taji. Atakapokuja bwana wa harusi kuja kutuchukua, moyo wangu uwe tayari kumlaki anaporudi. Atakapokuja bwana wa harusi kuja kutuchukua, moyo wangu uwe tayari kumlaki anaporudi. Tulia kwa Bwana, achana na mahangaiko ya dunia, maana hapo ndipo penye subira ya watakatifu wazishikao amri na imani ya Yesu. Moyo wangu tulia, msikilize Bwana. Moyo wangu uwe tayari kumlaki anaporudi. Atakapokuja bwana wa harusi kuja kutuchukua, moyo wangu uwe tayari kumlaki anaporudi. Atakapokuja bwana wa harusi kuja kutuchukua, moyo wangu uwe tayari kumlaki anaporudi. Atakapokuja bwana wa harusi kuja kutuchukua, moyo wangu uwe tayari kumlaki anaporudi. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema wakati wote. Tusimame kwa ajili ya ombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba mbinguni, tunasema asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi toka siku ya kwanza ya juma ilipoanza mpaka leo siku ya Sabato. Jina lako litukuzwe. Tusamehe dhambi zetu ambazo tumezitenda kwa kuwaza, kwa kujua na kutokujua. Mungu Baba, naomba kupate kutusamehe. Tama masaa haya tunasema pia asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu programu yetu imeanza mpaka masaa tunahitimisha. Yale yote ambayo tumejifunza na kuyapata kupitia watumishi wako Mungu Baba, naomba tukayatende na kuyafanya katika ulimwengu huu sawa mapenzi yako. Tunasema asante kwa sababu ni mkuu. Mwenzangu anapoendelea kuomba, kambariki na ukayajibu maombi yetu sawa mapenzi yako. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, amina. Amen. Je, umepata sikia habari ya jiji lile
jiji lile nzuri Yerusalemu, jiji lile takatifu limewekwa tayari kwa washindi wataoshinda dhambi za dunia hii. Je, umepata sikia habari ya jiji lile nzuri Yerusalemu, jiji lile takatifu limewekwa tayari kwa washindi wataoshinda dhambi za dunia hii. Natamani kufika Yerusalemu, jiji lile takatifu kwa washindi. Bwana atatukaribisha akisema, mwanangu, karibu nyumbani. Natamani kufika Yerusalemu, jiji lile takatifu kwa washindi. Bwana atatukaribisha akisema, mwanangu, karibu nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Tunawashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Sisi tuliowahudumia ni Gospel Light Tanzania kutoka kanisa la Adventista Sabato Salasala. Bwana wabariki. Na mtazamaji ambaye umekuwa ukifuatana nasi tangu tulipoanza shule ya Sabato mezani pamoja na The Gospel Light Tanzania, ni matumaini yangu ya kwamba umeweza kubarikiwa sambamba na sisi tuliopo kanisani. Hii ni Sabato ya ujirani mwema kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato Salasala. Endelea kufuatilia matangazo haya hadi mwisho. Siku ya leo tutakuwa na uimbaji mkubwa, kwani tunazo kwaya nyingi kutokea nje nje ya kanisa la Waadventista wa Sabato Salasala. Tunao majirani zetu wazuri kabisa, lakini pia tunazo kwaya za kanisa la Waadventista wa Sabato Salasala. Kwa sasa hatuna la ziada. Ulikuwa nami Doris Tungaraza. Karibu tena.